Hii hapa ni taarifa ambayo imetufikia mida ya saa 12 jioni hapa, na baadaye tumethibitisha kabisa kwamba taarifa hizi ni za kweli na inamhusu mama mzazi wa Niffer. Watanzania wengi walikuwa hawamfahamu vizuri kwamba mama wa Niffer yupoje na vitu kama hivyo, lakini kuanzia jana kuna video ilipostiwa ya mama mzazi wa Niffer kwa uchungu sana. Alikuwa anaomba msamaha kwa rais, aweze kumsamehe mtoto wake, aweze kuruhusiwa na kuendelea na shughuli zake za hapa na pale, kwa sababu familia nzima inamtegemea Niffer, na sasa hivi ni kama zaidi ya wiki moja Niffer yupo chini ya polisi. Sasa leo hii kuna taarifa ambayo si shwari kabisa kuhusiana na mama mzazi wa Niffer. Bana, unakumbuka vizuri kipindi cha harusi ya Niffer ambayo alifanya Dubai kule. Sasa kuna vyombo vya habari mbalimbali vikaanza kumuuliza Niffer, kwa nini mama yako mzazi hakuhudhuria kabisa kwenye harusi yako na mambo kama hayo. Sasa Niffer alifunguka kwa mara ya kwanza na akatuambia kwamba mamake mzazi huwa ana matatizo ya moyo, anasumbuliwa sana na matatizo ya moyo, na hiyo ikapelekea kwamba yeye asiweze kuhudhuria kwenye harusi ya Niffer huko Dubai. Sasa baada ya hapo hatukusikia tena kuhusiana na taarifa yoyote inayomhusu mama mzazi wa Niffer. Sasa bana, baada ya jana Niffer kuonekana rasmi kabisa hadharani, na inasemekana kwamba hiyo kesi ya Niffer imehamishiwa kwenye mahakama kuu. Sasa hili jambo inaonekana kabisa lipo serious, na moja kwa moja inaonekana taarifa hizi zilimchosha zaidi mamake mzazi Niffer, na hakutarajia kama jambo hili litafika kuwa serious namna hii. Sasa moja kwa moja jioni hii hapa tunapata taarifa kwamba mama mzazi wa Niffer anaumwa, yuko hoi kabisa, na inaonekana anasumbuliwa na magonjwa yake ya moyo. Haya, inaonekana kabisa kwamba mama amekaa muda mrefu, anawaza, anajifikiria, na ana hali ya upweke na vitu kama hivyo. Anamwombea mtoto wake akae salama. Unajua bana, hakuna kitu kigumu sana kama kukaa ndani alafu mtoto wako yupo chini ya polisi. Hilo ni jambo ambalo linaumiza sana kama mzazi, na of course mimi naelewa kabisa kwamba mama mzazi wa Niffer, inaonekana hizi stories hapa na pale zimechangia kwa kiasi kikubwa afya yake kutokuwa sawa, na sasa hivi inasemekana kwamba yupo hoi kabisa, anaumwa. Taarifa hizo zimeletwa na ndugu wa karibu kabisa wa Niffer. Ametangaza na amesema kwamba mama yake mzazi Niffer hali yake si shwari sana, hivyo Tanzania kwa umoja na kwa upendo wote itabidi tumuombee huyu mama aweze akae vizuri. Unajua bana, hakuna kitu kibaya kama magonjwa ya moyo. Haya ni magonjwa mabaya sana, na itabidi tumuombee mama huyu akae vizuri kabisa. Na ukimwangalia mama wa watu ni mpole sana, na anatamani furaha yake irudi, mtoto wake arudi, na mambo yaweze kuendelea kama kawaida. Lakini ndio hivyo, mama huyu sasa hivi anaumwa, itabidi tumuombee aweze akapona, na Niffer pia aweze akaruhusiwa akarudi nyumbani kuendelea na shughuli za hapa na pale. Na inasemekana, unajua jambo ambalo linaogopesha watu wengi sana, inasemekana kwa mfano Niffer leo hii akapatikana kwamba ana hatia, yani amekutwa na kosa la uhaini, basi moja kwa moja inasemekana kwamba adhabu yake ni kali sana. Adhabu yake mara nyingi inakuwa ni kifo. Adhabu ya uhaini moja kwa moja ni kifo. Sasa pengine hili jambo pia linamwogopesha sana mama mzazi wa Niffer, ndio maana amekaa muda mrefu, labda anawaza na vitu kama hivyo, ndio maana hata hiyo hali ya ugonjwa imemtokea. Bana, nikushukuru sana mtangazaji. Naitwa Hansi, na hii hapa ni channel ya kupendwa inakuletea habari pamoja na story mbalimbali. Uwe na siku njema. Mimi ni mgonjwa na umwa mama. Tegemezi langu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania, naomba mniombe msamaha wa binti yangu. Niombe msamaha kwa Mheshimiwa Rais. Ndugu zangu amekosea, anatambua makosa yake, naomba mnisamehe. Naomba mniombe msamaha na mimi pamoja na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima mama, tunaomba huruma yako mama. Sina popote pa kwenda, sina msaada zaidi yako wewe mama. Tunakutegemea wewe tu. Hamna yoyote wa kututegemea sisi, wa kumtegemea zaidi yako mama. Hatuna pa kutoa msaada mama Samia, naomba utusaidie mama. Naomba msamehe Niffer, amekosea, anatambua makosa yake, naomba utusamehe. Naomba utusamehe mama. Naomba msamaha binti yangu. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shikamoo mama. Shikamoo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mamangu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Msekiwa. Mama nitokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mama yake na Jennifer Jovin Bilikuija, almaarufu Nifa. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumuombea msamaha. Lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kukuomba mama. Mwanangu ni tegemezi katika familia yetu mama. Hatuna wa kumtegemea zaidi ya Nifa mamangu. Nifa ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua wa Tanzania. Naomba mniombe msamaha kwa binti yangu. Sijui imekuwaje ametetereka na ripi mwanangu. Mwanangu anakupenda sana. Mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia Suluhu Suti, na ikawa imekubalika sana. Hiyo yote ni kuonekana ni jinsi gani anakupenda na kukupa respect kama Mheshimiwa Rais wetu mamangu. Namtegemea mwanangu mama. Tunamtegemea wadogo zake wanasoma. Mimi sina kazi, sina kupoa hela popote. Mimi ni mgonjwa na umwa mamangu. Tegemezi langu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania, naomba mniombe msamaha wa binti yangu. Niombe msamaha kwa Mheshimiwa Rais. Ndugu zangu, amekosea, anatambua makosa yake, naomba mnisamehe. Naomba mniombe msamaha na mimi pamoja na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima mama, tunaomba huruma yako mama. Sina popote pa kwenda, sina msaada zaidi yako wewe mama. Tunakutegemea wewe tu. Hamna yoyote wa kututegemea sisi, wa kumtegemea zaidi yako mama. Hatuna pa kutoa msaada mama Samia, naomba utusaidie mama. Naomba msamehe Nifa, amekosea, anatambua makosa yake, naomba utusamehe. Naomba utusamehe mama. Naomba msamaha binti yangu. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikamoo mama. Shikamoo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mamangu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Msekiwa. Mama nitokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mama yake na Jennifer Jovin Bilikuija, almaarufu Nifa. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumuombea msamaha. Lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kukuomba mama.